siku itaishia hapo Mbuzini. Jumamosi tunamkia Mtoni Kidatu. Mtoni Kidatu iko hivi. Baada ya Mtoni Kidatu tunakwenda tawi la Mwanyanya, iko maeneo ya katikati hapa. Iko hapa. Siku ya Jumamosi tutatembelea vijiwe vya kahawa vile maarufu vya hapa mjini ambavyo vina wanasimba tu, kwenda kuwasalimia na kualika kwenye mchezo wetu. Na kwa hapa Kajole, we very smart, usije ukanipeleka kwenye vijiwe vya wavimba macho, unipeleke kwenye vijiwe vya wanasimba nikazungumze na wanasimba wenzangu. Usitupeleke kwenye vijiwe vya watu ambavyo roho zao zimekunja vibaya mno baada ya Simba kuingia nusu finali. Ndugu zanguni, kuna watu tunacheka nao tu, lakini wanaumia kuanzia utosi mpaka unyayo baada ya Simba kuingia hatua nusu finali. Kwa tuwe nao makini mno, tucheke nao lakini tusiwaamini. Wanateseka kuanzia asubuhi mpaka jioni, kila wakikumbuka ya kwamba Simba ameingia nusu finali wanaumia pakubwa mno. Sasa hawa watu ni wakuwa nao kwa umakini. Kwa hiyo tutakwenda kutembelea vituo vya vijiwe vya kahawa, lakini vile ambavyo tuna uhakika navyo ni vijiwe vya Simba Sports Club. Jumamosi tutakuwa na funga kazi kwenye tawi la Kikwajuni. Hili ndiyo tawi la kwanza la Simba Sports Club Tanzania nzima. Lilianzishwa hili, baada hapo likaja tawi la Shibam ambao ndio tawi la pili, lakini tawi la kwanza kabisa ni tawi hili la Kikwajuni. Kwa hiyo siku ya tarehe 19 tutakuwa na mkutano mkubwa kabisa baina ya sisi na wanachama, mashabiki wote wa tawi hili la Kikwajuni, na matawi yote ya hapa Zanzibar mnaalikwa kwenye tawi hili la Kikwajuni kwa ajili ya funga kazi kuelekea katika mchezo wetu ambao utakuwa ni kesho yake, siku ya tarehe 20. Inawezekana kwenye orodha hii tawi lako halijatajwa ama tawi lako halimo. Hiyo isikutie mashaka mwana Simba. Muhimu hapa sio kutembelea tawi fulani, muhimu hapa ni kutembelea wana Simba. Kwa hiyo kama wewe uko karibu na tawi fulani lakini sio tawi lako, wewe njoo kwenye hilo tawi, tutakutana hapo tuzungumze pamoja. Kama ilivyo kwa Muislamu achagui msikiti, adhana ikilia hapo hapo walipo wanaingia na swali, ndivyo hivyo kwenye harakati hizi. Tawi lolote ambalo wewe mwana Simba utakuwepo, ni karibu yako, karibu hapo, tuje tuzungumze kuhusiana na Simba yetu. Kwenye hili letu ni moja, hatuishii hapa, tunataka kwenda mpaka finali. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu waandishi wa habari, bila shaka nimegusa maeneo yote, na kwa mantiki hiyo basi kama kutakuwa kuna maswali nikaribishe maswali, na kama hakuna maswali niseme tu kwamba mechi yetu hii ya nusu finali tumepata udhamini. Yani mechi hii ya nusu finali ina wadhamini wake maalum kutokana na ukubwa wa mechi yenyewe. Na kwa hapa nipende kumtambulisha CRDB Bank kama mdhamini wetu katika mechi yetu hii ya nusu finali.
Amekuwa nasi CRDB tangu mechi ya kwanza kabisa ya hatua ya makundi mpaka leo, ameendelea kudhamini mechi hadi mechi. Tunamshukuru kwa sababu udhamini wake unatuongezea nguvu wana Simba na unatuongezea ubora, na hatimaye tumefanikiwa kufika mpaka hatua ya nusu finali. Na tumwambie tu ya kwamba CRDB ya kwamba hatutakuangusha, tutakupeleka mpaka finali kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Manake ni kwamba utaendelea kutupa hela zako mpaka finali. Lakini vile vile tuko na Yas, naye kutokana na umuhimu na thamani na ubora wa mchezo wetu huu, Yas naye vile vile ametudhamini Simba Sports Club ili tuwe na mazingira mazuri ya kimaandalizi na hatimaye tufanikiwe kwenda hatua ya finali. Yas tumekuwa naye kwenye matukio mbalimbali ya kisimba, ikiwemo Simba University Bonanza ambaye yeye alikuwa ni mdhamini mkuu, na sasa amekuja tena kuongeza nguvu kwenye mechi yetu hii ya finali ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya finali. Na kampuni yoyote ambaye inahitaji kudhamini Simba Sports kwa mechi hii ya robo ya nusu finali, kwa mechi hii ya nusu finali, anakaribishwa, milango iko wazi. Na nichukue nafasi hii kuishukuru CRDB pamoja na kampuni ya Yas kwa kuona umuhimu, kutambua thamani ya mechi hii na kuona kila sababu ya wao kuongeza nguvu, kumuongezea nguvu mnyama ili twende tukapambane na Stellenbosch na hatimaye tuvuke twende hatua ya nusu finali. Mwakilishi wa CRDB na mwakilishi wa Yas ambao mko hapa ukumbini, nitawapa nafasi mzungumze kidogo, lakini naomba mfikishe salamu za Simba Sports Club kwa mabosi wenu ya kwamba Simba tunathamini, tunatambua na tunashukuru support yenu ambayo imetuongezea nguvu ya kwenda kumuua Stellenbosch. Na sisi tunawahakikishia ndugu zetu wa CRDB na Yas ya kwamba hatutaishia hapa. Baada ya kusema haya, ipokee maswali matatu ama tufanye manne, mawili kutoka bara na mawili kutoka visiwani, na baada hapa ni wakaribishe ndugu zangu wa Yas na CRDB. Karibu sana bwana Jadu. Lengo ni nyama kwenda kwa finali. Lakini bila tamani kufahamu, bila shaka nyama anasema na mwisho kushirika hili ilikuwa ni nyasi bandia asilimia 100. Lakini sasa kuna maboresho yamefanyika, kuna asilimia kubwa ya nyasi asilia. Tamani kufahamu, je, kuna mpango wa kuweza kufanikisha pengine si kuna kikosi kawaida ili kuendelea mazingira ama nyinyi tayari mnakontrakt kwa swali nyingine? Ndio Bigane TV. Viongozi wa klabu kubwa nchini Tanzania, Simba na Yanga, kwa nini hamui kitu kimoja katika masuala ya kitaifa? Tunaona kwamba Yanga ikicheza, baadhi ya mashabiki walikuwa Yanga, Simba wakicheza warekani, Yanga ikicheza inakabizwa na Simba, Simba ikicheza inakabizwa na Yanga. Hii inaonyesha kwamba kwa kitu kimoja Tanzania, kwa jambo la kitaifa tutapata mafanikio makubwa. Wenzetu Misri kitu kimoja, na Kenya wanashirikiana wote pamoja kwa hiyo Tanzania. Faruk Karim, nafasi ya upendeleo. Swali? Ndio kwa jibu. Tumalizia la 4.
moja la visiwani. Amna la visiwani. Ndio Bakar Muhammad, Bomba FM ndio. 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 Wanasemaji umezungumzia kuhusiana na hamasa. Taja kitu kingi hapo. Ikiwa kwa wasima ambao wako ni waandalia Pima mbali. Nadhani tujibu haya maswali. Jadu anauliza mara ya mwisho Simba Sports kucheza uwanja wa Amani ilikuwa ni nyasi bandia. Sasa hivi kuna nyasi asilia. Je, mpango ukoje kuhakikisha kwamba timu inakuja mapema ili kuzoea nyasi asilia? Niseme tu ya kwamba nyasi asilia tangu tumeanza mashindano yetu Simba Sports, kuanzia hatua ya kwanza hadi kufika hapa, hatujacheza katika uwanja wa nyasi bandia. Maana yake ni kwamba sisi tuna uzoefu mkubwa na uwanja wa nyasi asilia. Kwa hiyo kuja kucheza uwanja wa Amani ambao umebadilishwa na kuwekwa nyasi bandia, maana yake ni kwamba tunakuja kucheza katika mazingira ambayo tayari tunayajua, tayari tumeyazoea. Lakini kama haitoshi, timu inakuja kesho. Though hatutofanya mazoezi katika uwanja wa Amani, lakini tutafanya mazoezi katika kiwanja ambacho kinafanana asili yake na uwanja wa Amani, ili wachezaji waweze kuzoea ile comfortability ya nyasi za uwanja wa Amani. Kwa hilo lisikutie mashaka. Uliza nini? Wageni nini? Mechi ya robo finali anauliza. Tulialika wageni wengi sana, jambo ambalo lilileta hamasa kubwa. Uko sahihi, na katika mechi hii mwendo ni ule ule. Never change the winning team. Kwa hiyo basi, kwa kuwa mbinu ile ilitupa mafanikio makubwa hasa kwenye hamasa, maana yake tutaendelea kuitumia mbinu ile ile. Hii ni kusema ya kwamba tutaendelea kutangaza wageni ambao tutawaalika katika mchezo wetu wa tarehe 20. Tupiane subira, leo ndo kwanza Jumanne. Swali moja kutoka hapa visiwani Zanzibar. Kaka mkubwa anauliza, kwa nini vilabu vya Tanzania hamui kitu kimoja napocheza na vilabu vya nje? Na huyu bwana aliuliza anaonekana ni mzalendo sana, kwa sababu ameuliza hili swali kwa uchungu. Nilikuwa nasoma taswira yake ilivyo. Swala la kuwa kitu kimoja. Mungu. Ili bwana naomba nisilijibu, kwa sababu mimi nina imani yangu juu ya swala la kitu kimoja. Kwa hiyo nikalijibu hapa ikahesabia kama ni msimamo wa klabu. Inawezekana klabu ikawa na msimamo wake, lakini mimi nina imani yangu juu ya masuala haya ya kuwa kitu kimoja. Lakini nitakupa tu mfano mdogo na mwepesi. Mwaka juzi tulienda kucheza Morocco na Raja Casablanca. Wydad Casablanca ambao ni wapinzani wakubwa wa Raja Casablanca wakatupa uwanja wa kufanyia mazoezi na wakasema mkihitaji chochote tuambieni, tuko tayari kuwasaidia.
Mwaka uliofuata tukaenda kucheza na Wydad Casablanca. Raja wakafanya hivyo hivyo. Umeelewa umepata concept Kwa hiyo kwa hapa nyumbani Tanzania kuwa kitu kimoja naomba nisiijibie, lakini huko nje haya mambo yanafanyika kwa namna hiyo. Yes, Zamalek ukienda kucheza na Al Ahly, Zamalek wanajitanabaisha kabisa, wafungeni hao. Yote kwa yote, huu ni ushindani, kwa hiyo lazima watu washindane. Lakini kitu kimoja cha msingi ambacho wenzetu hawafiki na kufanya ni kufanya figisu ili mpinzani wako wa ndani ashindwe. Hiyo wenyewe huwa hawafanyi. Anakuambia tu bana mfungeni yule, yeye ana kazi zake pembeni. Tofauti na hapa ambao kuna ambao wanajivisha kabisa sasa na kujifanya wao ni wapinzani, wanawasaidia. Hiyo inaweza kawa na changamoto. Kwa hiyo majibu yangu hayo naomba utosheke nayo, ila tukitoka hapa nitakwambia mimi na mtazamo gani kuhusiana na kuwa kitu kimoja. Usiandike lakini. Swali la mwisho amezungumza ndugu zangu Muhammad hapa kutoka Bomba FM. Anasema mmezoea Benjamin Mkapa, leo mnakuja Amani, amuoni kuna kitu kinapungua kwenye timu yenu? Nadhani nimeelezea vizuri hili hapo awali, lakini niseme tu Simba ni Simba. Simba wa Serengeti ndio Simba wa Mikumi, na ndio Simba wa Selu, na ndio Simba wa Tengeru, ndio Simba wa everywhere. Yani huwezi kukutana na Simba ukasema huyu ni Simba wa Serengeti hawezi kunidhuru. Simba wa hivyo hayupo. Na kwa Simba hii Afrika yote iko mkononi mwetu. Popote tunapoenda sisi tunatamba na kutawala. Sembuse hapa Zanzibar nyumbani kwetu kabisa, tunaelewana hadi lugha. Kwa sisi tuko nyumbani, hatuna mashaka na Zanzibar, hatuna mashaka na Amani, na yote ambayo tulipanga kuyafanya Benjamin Mkapa tutayafanya hapa Amani bila mashaka ya aina yeyote yale. Na mbuzi tutasafirisha. Faruk Karim, kwa heshima yako tu, ulishakataa mwanzoni, una swali? Ndio. 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 Na hii ni timu ambayo ni timu kubwa sio kudharau. Lakini ndio tunataka kisaikolojia on bench au kuna wachezaji vipi kupambana na mechi hiyo ambayo tunacheza na. Yes, Faruk Karim anauliza kisaikolojia mnajiandaje hasa wachezaji kuhakikisha kwamba wanaingia na nguvu kubwa? Mwalimu Fadlu atakuwa kwenye nafasi nzuri ya kutuambia yeye amewaandaaje, na nikwambie ukweli Faruk,